Sababu gani? Mwenyekiti. Shida ni nini? Mwenyekiti. Iko na uchungu lakini. Mwenyekiti. Ewe relax sasa, tunalala ovyo. Watu tunaumia hivi. Hebu habari zenu kwanza. Hakuna umoja. Hakuna umoja. Mgongo na gari. Mgongo na gari. Katendea ukatili wa kijinsia mwenyekiti, mtoto wangu. Kila siku sisi watu hela za ulinzi. Shirikishi, sijui sungusungu, sijui nini sijui. Lakini mchana huu watu wanafanya uhalifu kama huu. Mwenyekiti, hii ni ajali kama ajali. Kwa vile sio mtoto wako Hayo sio maneno ya kuzungumza ndugu yangu. Umeona? Inatakiwa tu discuss. Mtoto kwanza aende hospitali. Umeelewa? Hilo ndio jambo la muhimu la kwanza. Kwa hiyo mimi ninachosema mama, wewe ndo mama yake. Hebu mwenyekiti nisikilize. Tena nisikilize kwa makini mwenyekiti. Wewe juzi tu umekuja pale nyumbani pale umeomba 15,000. Baba amekupatia 15,000, sio jiku tumekula mlenda. Mlenda na bokali. Halafu unaenda unatuambia kwamba natengeneza ulinzi shirikishi. Ulinzi kishirikishi wanaoangalia. Wamemfanyia hivi. Huyu mtekeni tunaona huyo. Mambo yameshafikia. Nimeshasema mambo yameshafikia. Unafanya gani ya kuweka ulinzi shirikishi? Sio muda wa kulaumiana. Tupate kila siku na wito kama hivi. Kweli haya mambo yanatokea au yamejitokeza. Hili tatizo limetokea. Hata barabarani yanatokea mambo kama haya. Umeona? Mimi nasema nitaunda kamati kwenda kufanyia kazi yao. Mwenyekiti unaongea kila kitu. Kama sio hivyo, hapo makini. Nimeshasema mambo yameshafikia. Unafanya gani ya kuweka ulinzi shirikishi? Sio muda wa kulaumiana. Hebu shika shilingi 10,000. Mimi najitolea kama mwenyekiti wa kitongoji. Sawa? Sawa. Hospitali huyu anaumia huyu. Hii hela kwangu na binti yangu na thamani yake sio kitu. Hiyo hujalipwa mama. Sio kitu kwangu. Sijasema nimekulipa hapa. Mwana kete, mwana yani mwana wale majitendo mabichi neke babe serikali. Serikali ipo macho mama. Mungu wa mtoto baba, unajua ninapojisikia ndani ya moyo wangu. Mwana kete. Najua hilo. Mwanafunzi huyo. Ndio, hivi mwenyekiti unafunya 10,000 mwenyekiti kweli 10,000 kweli mwenyekiti unafunya atwale wengine kwa hospitali Hebu nisikize kijana. Sikiliza bwana. Hebu jiangalie sana. Hebu punguzeni hasira kwanza. Hebu pungueni mnaongea na mwenyekiti. Sikiliza mwenyekiti. Sisi tunaondoka zetu huku tunampeleka hospitali. Tukisharudi huko kikao cha dharura kiwepo. Naenda. Ndio.
kama anataka kama samani mpenzi wangu. Nimetoka kikazi naelekea mkoani, lakini nitachelewa kidogo kurudi. Kwenye mazingira ya kukusapoti, nitakusapoti, usijali. Nivumilie, nakupenda sana. Kwa mujibu wa maelezo ya barua, nani anapenda sana? Nakupenda sana Sha. Biashara umefanya na mimi, ila usije ukampa asante Mr. Chakopa. Kwa nini? Nachojua mimi, wewe ni mtu mkubwa. Kama umekuwa kama tunga kiakili. Yeah. Kuanzia leo tegemea kupokea mzigo kutoka kwangu. Sawa sawa. Yeah. Dia akinipigia simu. Akikupigia simu? Whatever. Wewe ni mtu mzima. Unashindwa kupa majibu yalikuwa sahihi. Kwa hiyo nikatae tu usione chochote. Yeah. Hapo sasa mimi nitakata 25%. Why 25%? Ya kuficha hizi siri ambazo zinafanyika. Fanya 15%. Basi asiniache. It is okay. Mimi namzingatia demu, nampa kila anachotaka. Kumbe demu anakupenda wewe, sio? Kwa demu anakupenda sana wewe, au sio? Yaani vyote ninavyofanya demu yeye aone anaona wewe ndio bora, au sio? Demu anaponga wewe au vipi? Sikiliza sasa. Yaani hivi vyote ni munga demu, nikampenda demu. Magarasi. Pole sana kwa msiba. Na hata sisi tumeumizwa sana na kifo cha Mina. Ila ninachokuahidi, nitahakikisha nalisisitiza jeshi la polisi lifanye uchunguzi kwa haraka ili wapate kubaini nani amehusika na hiki kifo cha Mina. Na tutakuwa pamoja kwa kila hali. Na hawa ni mabinti zako. Changamka kidogo basi, vipi? Luka. Saulo viatu. Sisi tunaonga, tunakinda, tunaponda, kumbe wenye mama leo mputaoni tu naishi kwa migongo ya watu, au sio? Toa bukta hiyo. Sasa mimi luka basi, luka ule vipi?
Wewe bwana kama unajishauri mboi bwana. Zigo. Asante, tunashukuru. Na kama nilivyosema hapo awali, kuwa pamoja kwa kila jambo. Mimi sina mengi. Naomba nikuache. Kula hivi. Kula kona. Majibu. Yaani sisi tunaonga, tunaponda, alafu unajishukulia maleo sana, au sio? Vipi? Na mchongo nataka twende tukafanye mimi na wewe. Baada ya kufanya huo mchongo, tunakuwa mimi na wewe tumemalizana. Mchongo gani? Usiulize mchongo gani. Tuondoke tukafanye kazi. Afu pia kuna posho ambayo nitakugia. Sasa ni kweli nimekuja na nimeona hili tukio, umeona, na mapoli pia nayaona, lakini agizo nitaolitoa moja tu, hao wenye mapoli yao waweze kuwafanyia kazi. Hapo pili, ulinzi unaendelea kama kawaida. Siku ya kumbaini huyu muhusika, hili jambo bado nalishughulikia na tunalifanyia kazi, au tunalifanyia kazi katika kamati yetu. Lakini mwenyekiti, kila siku mnatuambia hivyo hivyo, lakini mambo mbona yanaendelea tu? Hivi mwenyekiti, naomba nikuulize swali. Tambua kitendo unachokifanya ni watoto wadogo wanaofanyiwa kitendo. Je, tutaendelea kusubiri hivi mpaka lini? Ni kweli mama, wanaofanyiwa sio watu wakubwa. Umeona? Mimi nasema kulibeba hili kwa uchungu. Mimi mwenyewe ninaniumiza akili. Lakini nyinyi pia wazazi, kama wazazi, mnahitajika. Mwenyekiti, gani kukuchagua wewe mwenyekiti? Kuna muhimu gani kukuchagua mwenyekiti? Kuongezeni nyinyi. Leo karibuni hata wiki hajafika. Mtoto wetu sisi kafanywa kitendo kama hiki. Leo tena anakuja kufanywa kitendo kama hiki. Na sababu yote haya mapoli. Kweli kabisa. Watu wanajenga kumalizia wamalizie. Afu nyinyi una nini? Twende wapi, serikali kuu? Hapana. Yaani mwenyekiti. Unataka kufika serikali kuu? Hapana, sio muda wa kufikia huko kaka. Mwenyekiti, nasikilize mwenyekiti. Juzi tu mmeweza kuongea maneno kama hayo. Bodi hizi shirikishi kama linakushinda hili swala, tukashirikisha hata polisi mwenyekiti. Kabisa. Yaani hiyo ndo tusifikie huko. Tusifikie huko raia wangu. Hata wiki haijaisha, tukio la mtoto wetu limeshapita. Jamani, haya tukio la leo tena. Yaani hata wiki haijaisha, matukio hayo mawili yameshatokea. Je, kwa sababu sio watoto wako wewe? Mwenyekiti unasema jamani, nasema hivi, mimi natoa agizo kwa hao wenye majumba wote washughulikie majumba yao. Umeona? Bila hivyo serikali itachukua mkondo wake. Sikiliza mwenyekiti,
sisi tunaondoka. Lakini tunakwenda siku hizo tatu tunakwenda siku tatu. Tupate jibu kamili. Tusipopata jibu kamili mwenyekiti, tusipopata jibu kamili tunakuja kwako. Kabisa. Tunakuja kwako. Nimekuchoka mwenyekiti. Tunachagua mwenyekiti. Kuna Mungu gani kuchagua mwenyekiti? Usiunyanyasaje. Sasa juzi tu tunapeleka mtoto wetu sisi tumepeleka hospitali. Leo tena tokea hili. Hapo leo bado unafungua macho. Mwenyekiti. Tunakuja siku tatu. Ni kweli. Kabisa hiyo. Babu ametoka, ila kama ana mzigo wake niachie, baadaye akija nitampatia. Kweli mzigo unaleta nini hapa? Katika wale watu 7 huyu ni mtu wa 5, kwa bado watu 2 kumalizia. Kwa hiyo ninachoomba atapokuja baba, endelea kumfanyia hii masala, kuweza kumsisitiza, kwa sababu huko mtaani shutuma zizidi kuwa kubwa sana. Inaonekana ni stendi kazi kabisa. Sawa, inabidi upambane na umalize hili zoezi lako, na hizo shutuma zote huko mtaani zitaisha, na ukifanikiwa kuwa diwani watu wote watafurahia na watasahau matukio yote yaliyotokea. Tashukuru sana. Tashukuru katika hilo. Sawa, basi mimi naomba ridhaa nitoke katika hilo. Sawa. Tambua katika mtaa wetu, umeona, unamhitaji mtu kama wewe bwana. Wewe ndio unaokubalika, una power ya kuzaliwa nayo. Kama mimi mwenyekiti mstaafu, nimeona mtu anastahili kukaa. Ni wewe. Matukio yote yanayotokea hapa mtaa, wewe utachozungumza watu wanakubali. Basi hata juu ya stage au katika jukwaa, wewe umepita bila kupingwa. Wewe ndio mwenyekiti, mgombea mteule, utakuja kusimama katika kupita bila kusimamishwa na mtu yeyote. Sawa, mimi nimekuelewa mwenyekiti mstaafu. Japokuwa bado hujaacha, lakini mwenyekiti mstaafu, mimi nipo tayari kwa hilo, kwa lolote litatokea. Mimi niko pamoja na wewe. Haina shida. Na jambo lolote utaona kwako ni lina tatizo upande wa uchumi wa pesa, maana yake nitazungumza. Wewe niambie tena. Shaka. Ashokuja. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali.
Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Hisia ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. My feeling, my feeling, my feeling zipo juu yako. Anakuwa hii dunia pesa na vito, lakini roho yako inalia kimya kimya. Yajua thamani ya mapenzi ya kweli, usingefunga moyo kwa minyororo.